We thank God so much this morning. I want to share the word of the living God. Ninashukuru sana kwa sababu nataka kushiriki neno la Mungu. And the topic I'm going to share on is spiritual upward steps in the divine life. Na mada yetu itakuwa hatua za kusonga mbele katika vitu vya Mungu. That is right. Hiyo ni sawa. And so this morning we are going to read the Bible in the book of Matthew chapter number 5 and we'll zero in from verse number 1. Na leo tutasoma katika kitabu cha Mathayo 5 na tutaanzia mstari wa kwanza. We will go up to verse number 12. Na tutaenda hadi mstari wa 12. I'm reading from the American King James Version, and this is what the Bible says. And seeing the multitudes, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came to him. And he opened his mouth and he taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the poor in spirit, the pure in spirit, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice and exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. And let the church say amen. Na kanisa liseme amina. Spiritual upward steps in the divine life. Na hatua za kuenda mbele katika maisha ya kiungu. And I want to, from the onset, that you get it so abundantly clear. Na ninataka ukaweza kuipata vizuri kuanzia mwanzo. That these are not things that we are going to live outside this life. Na haya si mambo tutakayoishi nje ya maisha haya. They are for this life. Ni kwa ajili ya maisha haya. Divine life on this side of eternity. Maisha ya kiungu katika wakati huu. And they also prepare us for the life to come. Na pia yanatuandaa kwa ajili ya maisha yatakayokuja. That's why they are steps. They are steps. They are growing from the first step all the way to the eighth step, as we will see. Na ndio sababu ni hatua ambazo tutakuwa tunaendea kutoka hatua moja hadi nyingine. Allow me to start by saying. Na niruhusu nianze kwa kusema. Christian life on earth is like a race, an athlete race, or a race that we know. Kenyans know race. Maisha ya Kristo ni kama mbio, na sisi wa Kenya tunaelewa vizuri mbio. And then just like the race that we know here has a reward, has they call it what? Has medals. So also the Christian life also has medals or rewards, as we talked the other time. Na pia mbio zetu zina taji, na pia mbio tutakayoongelea pia zina taji zake. The only difference is that the one of this world is immediate. Ours is coming at the end of the race. Tofauti ni kwamba ya hapa tunapata hapo, lakini hii yetu tutapata baadaye. And ours will come when we finish the race, which can be through the veil of death, or when Jesus comes in glory and we are taken in the rapture. Na yetu itakuja wakati ambapo tutakuwa tumekufa, ama wakati ambapo Yesu atakapokuwa amekuja ametunyakua. In the book of 1 Corinthians chapter number 9. Na katika kitabu ya Wakorintho wa kwanza aya ya 9 verses 24 to 27. Mstari wa 24 hadi 27. Paul is telling us a race. Paulo anatueleza juu ya mbio. Know ye not that they which run in a race run all, but one receives the prize. So run that you may obtain.
mjue ya kwamba wote wanaokimbia katika mbio wote hawapati taji, na pia ninyi mkaweze kukimbia ili kwamba mkaweze kupata taji. And every man that strives for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. Na wale wote wanaokimbia wanajichunguza kwa mambo yote, na wanafanya hivyo kupata taji ambayo inaharibika, na sisi tunapata yenye haribiki. 26, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beats the air. Kwa hivyo mimi nakimbia si kana kwamba ninapigana na hewa, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Ninatiisha mwili wangu ili kwamba mimi pia nikishahubiri nisije nikatupwa mbali. Paul is saying he's running the race with an agenda, running the race with a focus on the crown. Paulo anasema ya kwamba anakimbia mbio akiwa na lengo. And not only him, in the book of Hebrews chapter number 12 verse number 1 and 2. Na sio yeye peke yake, katika Waibrania 12 haya kwanza na ya pili. The Bible declares, therefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Biblia inasema ya kwamba kuona ya kwamba tumezingirwa na mashahidi wengi. Let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Tuyaweke kando dhambi ambayo yanatushika, na tukaweza kukimbia mbio ambao umewekwa mbele yetu. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tukimtazamia Yesu aliye mwanzilishi wa mbio wetu, who for the joy that was set before him endured the cross, ambaye kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake alivumilia msalaba, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Akidharau aibu na ameketi katika mkono wa kuume wa Baba. When you see the guys running the race, unapoona watu wanapokimbia, there's what they call the home stretch. Kuna kile kinaitwa home stretch. Home stretch. That's the last 100 meters. Huo ni msafara wa mwisho. And everybody puts all that they have into it. Na hapo mtu anaweka bidii yake yote. Muscles are bulging out. Watu wanaweka bidii yote. Veins are dilated. And all that is happening so that they can get enough energy to be able to finish strong. Hayo yote yanafanyika ili kwamba wakapate nguvu ya kumalizia wakiwa na nguvu. They are doing it. Wanaifanya. And I believe it's an example to all of us. Na naamini ni mfano mwema kwetu. That we also being in a race. Na kwa sababu sisi wote tuko kwa do what it takes to finish strong. Fanya kile kinastahili ili ukaweze kumaliza ukiwa na nguvu. Run the race according to the principles of the king. Kimbia mbio kulingana na kanuni ya mfalme. But lakini make sure we finish strong. Lakini hakikisha umemaliza ukiwa na nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Let me give you some few examples of people who finished strong, and as they were finishing what they were saying as they were finishing the race. Wacha nikawapenda na mfano wa watu waliomaliza wakiwa na nguvu na kile walichosema walipomalizia. In their spiritual steps in the divine life, they move to the point where they are clearing the race and they are a word to say. Na katika hatua zao ya kumalizia mbio walikuwa wanamalizia na pia walikuwa na neno la kusema. What did Paul say in 2 Timothy chapter number 4 verse number 8? Paulo akasema nini katika Timotheo wa pili 4 mstari wa 8? Listen to what he says. Sikiza alichokisema. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Kwa hivyo imewekwa kwangu taji ya haki, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Ambaye hakimu mwenye haki ambaye ni Mungu atanipa siku hiyo. And not to me only, but unto all them also that love his appearing. Na sio kwangu mimi peke yangu, na kwa wale wote wanaongojea kukuja kwake. He is still on this side of eternity. Bado yuko upande huu. But he has seen the other side. Lakini ameona upande ule mwingine. And he's saying that for now, anasema kwamba kwa wakati my race is over. Ya kwamba mbio wangu umekwisha. And the reward is waiting. Na thawabu inaningojea. And I've seen the reward. Na nimeona thawabu. And it's a crown of righteousness. Na ni taji la haki. That's what is waiting me. Na hiyo ndio inaningojea. That's a confession of somebody
who was not gone to the other side. He's on this side. Hilo ni tamko wa mtu ambaye ako upande wa jailo upande ule He mwingine. has walked, he has finished the race, he has walked the divine steps, and he has seen the point. Now my job is over here. I am going the other side. Ametembea na amekimbia mbio na anasema ya kwamba nafasi wangu umekwisha upande huu na naona upande ule mwingine. Is it possible for you to know in our generation? Je, inawezekana kwako kuweza kujua kwa kizazi chetu Of what the Lord has laid up for you? kile ambacho Bwana amekuwekea? It is possible. Inawezekana. Why? Because the God that we serve, he still speaks to his people. Kwa sababu Mungu tunayemtumikia bado ananena na watu The wake. Bible says he speaks to us through visions and dreams. Biblia inasema ananena kwetu kupitia kwa ndoto na maono, Through the gifts of the Holy Spirit. kupitia vipawa vya Roho Mtakatifu, Through his word. kupitia kwa neno lake, Through circumstantial evidences. kupitia kwa mambo tunayopitia. It is possible to speak. I see something laid up for me. Inawezekana ukaweza kusema nimeona kitu kimewekwa kwa ajili yangu. Jimmy Swaggart one time said, Jimmy Swaggart siku moja when akasema I close my eyes in death, I will reopen it in God's New Jerusalem. ya kwamba nitakapofunga macho yangu katika kifo nitaifungua katika Yerusalemu. He's saying, I have seen where I'm going to. Anasema ya kwamba nimeona mahali ninapoenda. It is possible. Inawezekana. Do you know that the counsel of the gospel, or the counsel of God concerning the gospel, Unajua mambo ya Mungu kuhusiana na Injili starts with Jesus coming in the flesh, inaanzia kwa Yesu kukuja kwa who mwili, was like us in all things except sin. ambaye alikuwa kama sisi kwa mambo yote isipokuwa He died dhambi. on the Calvary tree. Akakufa kule Kalvari, Death that was not for his, he died for us who are sinners. kifo ambacho haikukuwa chake, akakufa kwa ajili yetu He wenye was dhambi. buried in a borrowed tomb. Akazikwa kwenye kaburi On iliyokombwa. the third day, he rose again from the dead, according to the scriptures. Siku ya tatu akafufuka toka kwa wafu kulingana na andiko. On the 40th day after resurrection, he ascended into the heavens. Siku ya 40 akafufuka, akapaa juu mbinguni, And the angels came and told the disciples, na malaika wakaja wakaambia wanafunzi "Who sent Jesus that you see go up to the heavens ya kwamba huyu Yesu mnayemwona akipaa juu mbinguni shall come in like manner." atakuja vivyo hivyo. That return is called the rapture. Na hiyo kukuja inaitwa unyakuzi. Jesus is coming back. Yesu anarudi. Jesus is coming back. Yesu anarudi. You may not like to hear this, but Jesus is coming back. Pengine haupendi kusikia hii, lakini Yesu anarudi. The Pharisees did not want to hear that he rose from the dead. Wafarisayo hawakupenda kusikia ya kwamba alifufuka toka But wafu. he rose from the dead. Hata hivyo alifufuka. The soldiers were there and they witnessed and they said, he has risen from the dead. Wanajeshi walikuwa pale na wakashuhudia kwamba amefufuka. Jesus is coming back. Yesu anarudi. So we are saying this. Kwa hivyo tunasema It is possible ya kwamba to inawezekana know and to believe and to work towards that race and the goal that God has set before you. ya kujua na kutembea kulenga hilo lengo ambalo uko nalo. How about Jesus Christ our Lord? Na je, Yesu Kristo Bwana wetu? Hebrews 12 verse number 2. Waibrania 12 aya ya pili. Hallelujah. Haleluya. Jesus also spoke, Na Yesu pia akasema, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, he endured the cross. kumtazamia Yesu ambaye ni mwanzilishi wa imani yetu, ambaye kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake aliweza kuvumilia msalaba, Despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. akidharau aibu na ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. He endured Alivumilia because of the joy that was set before him. kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake. There was something Kulikuwa na kitu that made him to despise the cross ambayo ilifanya kaweza kudharau with all its pain and shame. kwa uchungu na aibu wake wote. He despised it Aliudharau because of the joy. kwa sababu ya furaha, And when he cleared his race, na alipomaliza mwendo the wake, Bible says he sat at the right hand of God in glory. na Biblia inasema ya kwamba akaketi katika mkono wa kuume wa Baba katika utukufu. Before they cleared their race, there's something that they saw. Kabla ya kukamilisha mbio, kuna kitu waliona, We are in a race. na sisi pia tuko katika mbio. Recently, I listened to Dr. Martin Luther King. Na juzi nikaanza kumsikiliza Dr. Martin Luther King. Luther King was a preacher and a human
rights activist. Alikuwa mhubiri na pia mtetezi wa haki za kibinadamu. The last speech that the man of God gave before he was assassinated the following day. Jambo la mwisho ambalo mtumishi wa Mungu alisema kabla hajauawa siku iliyofuatia. This is what he said. Hili ndilo jambo alisema. The Lord has taken me to the mountain. Na kwamba Bwana amenipeleka kwenye mlima. I have seen the promised land. Nimeona nchi ya ahadi. I have seen the glory land. Nimeona nchi ya utukufu. Now I fear not what man can do to me. Sasa sitaogopa chochote ambacho binadamu anaweza kanifanyia. Unfortunately, I cannot go along with you. Hata hivyo siwezi nikaenda pamoja nanyi. Luther was assassinated the following day. Na Luther akaweza kuuawa siku iliyofuatia. But listen to what he said. Na sikiza kile alichosema. The Lord has taken you to the mountain. Na kwamba Bwana amenipeleka kwenye mlima. Musa was taken to the mountain. Musa pia akapelekwa kwenye mlima. And he was shown the promised land. Na akaonyeshwa nchi ya ahadi. He did not hit the promised land, but he saw the promised land. Yeye hakuweza kuingia lakini aliweza kuona. Luther is saying, I have seen the promised land. Luther anasema ya kwamba nimeona nchi ya ahadi. I have seen the glory land. Nimeona nchi ya utukufu. And now I fear no man. I fear not what man can do to me. Na sasa siogopi chochote ambacho binadamu anaweza akanifanyia. He was saying, kill my body, persecute me the best you know how. I have already set my eyes on the prize. Alikuwa anasema ya kwamba ni uwe jinsi ambavyo umependa, lakini mimi nimeweza kulenga kwenye ninaenda. I like that. Nimependa hilo. And then he was not speaking it in a closet. Na hakukuwa anaisema mahali pamepasika. He was addressing a mammoth crowd. Alikuwa anaongelesha umati. We are well able to see the end of our race and what God has set up for us. Tuna uwezo wa kuona mwisho wa mbio zetu na kila ambacho Bwana ametuandalia. I want to encourage you, my brother and my sister. Ninataka kukuhimiza ndugu yangu na dada yangu. We are running a race. Tuko katika mbio. And the race is for the citizens of the kingdom. Na mbio ni ya wale walio wa ufalme. It's not for the fans. Na sio wale mashabiki. It is for the kingdom, the participants, the citizens of the kingdom. Ni kwa ajili ya wale wanaohusika. Somebody say amen. Mtu aseme amina. It is for the kings, the children of the kingdom. Ni kwa sababu ya wafalme, wale watoto wa ufalme. When you start reading that scripture in the book of Matthew, chapter number 5 from verse number 1. Tulipoanza kusoma ule andiko katika kitabu cha Mathayo 5 haya ya kwanza. Two categories of people are identified. Watu aina mbili wameweza kuonekana. The first one, the Bible calls them, and seeing the multitude. Na wa kwanza Biblia inawaita alipoona umati. In other versions, the crowd. Na katika andiko lingine umati. He went up into the mountain. Alienda kwenye mlima. When he was set, his disciples came to him. Na alipokuwa tayari wanafunzi wake wakamkujia. So there's a crowd and then there's the disciples. Na kuna umati na pia kuna wanafunzi. There are fans who are curious of what's going on. Kuna wale mashabiki ambao wanafurahia kile kinachoendelea. There are those who are wondering, hey, this guy is powerful. Na kuna wale wanashangaa jinsi alivyo mwenye nguvu. Even in the world today. Na hata katika dunia leo. Just go here in Awendo and find a crowd. Na enda pale Awendo ukakute umati. There could be some people who are just there, hey, what is happening here? Why are people here? Kuna wale watakuwa pale wakisema ni nini inaendelea hapa. And there are others who can be there and they say, no, we know what we want to do. We want these guys to buy what we have here. Na kuna wale wako pale wanasema tunajua kile kinaendelea, tunataka wao wanunue kwa kwetu. There are those who are not born again. Kuna wale ambao hawajaokoka. They form the crowd. Wale ni katikati ya umati. They have not committed themselves to Jesus Christ in any way. Hawajajitolea kwa Yesu kwa njia yoyote. There was a time when Jesus told them that if you want to follow me now, eat my body and drink my blood. Yesu akawaambia siku moja ya kwamba kama mnataka kunifuata, mkunywe damu yangu na mkule mwili wangu. And the Bible says na Biblia inasema that they many went away. Na kwamba wengi wakatoka. But the disciples remained. Na wanafunzi wakabaki. And Jesus turned and asked them. Na Yesu akageuka na wakawauliza. Do you also want to go? Na je, pia ninyi mnataka kuniwacha? And Peter said. Na Petro akasema. Lord, where shall we go?
Na kwamba Bwana, tutaenda wapi? You have the message of eternal life. Wewe ndio una ujumbe wa uzima wa They are milele. committed 100% and they are saying, Lord, nowhere else can we go. You are the one that we have come to. You are the one. Wameamua na wanasema ya kwamba Bwana, ni wewe ndio tunakufuata na ni wewe tutakaa kwako. Fans can be fans in a church even like this one. Mashabiki wanaweza kuwa hata kwa kanisa kama hili. But when things become a little bit difficult, Na wakati mambo yatakuwa magumu, they can take a sabbatical leave and be out of church for some time. wanaweza toka na wakue nje ya kanisa kwa muda. They can even go to other churches Anaweza atajiunga na makanisa where mengine. things are not so tough. Wako mahali ambapo hakuna shida nyingi. Those are fans. Hao wanaitwa mashabiki. But the committed ones say, Lord, you have the message of eternal life, and whatever it will take, I remain, because at the end of the road, it is you that matter. Wale waliojitolea ni wale ambao wanasema ya kwamba ni wewe tutakaa kwako na mwisho wa mambo ni wewe tu tumekuchagua. All these guys that are mentioned, Hawa watu wote waliweza kutajwa. all these guys that are mentioned, they all went individually. Hawa ambao nimeweza kutaja, kila mmoja alienda kibinafsi. Martin Luther said, I cannot take you along. Martin Luther akasema ya kwamba niwezi nikakubeba. But I want to tell you that soon Jesus will come. Na nataka nikwambie ya kwamba Yesu atakuja hivi And karibuni. all of us will be changing and twinkling of an eye. Na wote tutabadilishwa And to be able to meet the Master. ili kwamba tukaweze kukutana na mfalme. So we are in a race. Kwa hivyo tuko katika mbio. What does the Master want of us as we grow in the kingdom? Je, Bwana anataka nini kwetu hata tunapokuwa katika ufalme? What does he want? Anataka nini? Remember, he is the king of the kingdom. Kumbuka yeye ndio mfalme wa ufalme. You must live by terms and conditions of the kingdom. Lazima uishi kulingana na sheria na masharti ya ufalme. Allow me to use that word. Niruhusu nitumie hilo neno. But there are principles of the kingdom that Jesus has declared Kuna kanuni za ufalme ambazo Yesu mwenyewe ameweza kutangaza for his disciples. kwa wanafunzi wake. Number one, Ya kwanza, these steps that will lead us, these spiritual upward steps in the divine life. Number one is humility. hizi hatua ambazo zitatuongoza katika maisha ya kiungu, ya kwanza ni unyenyekevu. And one of the words that I need also to tell us is the word blessed, as used there. I know some version use the word happy. Na neno ambalo ningependa kutumia ni neno kubarikiwa. Kuna maandiko mengine inasema mwenye furaha. So that when somebody tell you, brother, you are blessed, you can be able to understand. Ili kwamba mtu akikwambia kwamba ndugu umebarikiwa, utaweza kuelewa. The word blessed can be defined as a state of well-being. Kubarikiwa ni hali ya kukua sawa In relationship to God. kwa uhusiano na Mungu. That belongs to those who respond to Jesus' ministry. Ambaye ni kwa wale ambao wameitikia huduma wa Yesu. Let me repeat. Wacha nikaweza kurudia. The word blessed or blessed can be defined as a state of well-being. Kubarikiwa inamaanisha hali ya kukua sawa In relationship to God. Kuhusiana na katika uhusiano na Mungu. So it is well-being in relationship to God. It doesn't come from external, it doesn't come from what I have in my hand. In relationship, well-being in relationship to God. Kukua sawa katika uhusiano na Mungu. And this belongs to those who respond to Jesus' ministry, those who are born again. Na ni kwa ajili ya wale ambao wametikia mwito wa Yesu Kristo, ni wale ambao wameokoka. So Jesus says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ndio maana Yesu anasema ya kwamba wamebarikiwa walio maskini katika roho, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wao. Their reward is the kingdom of heaven. Thawabu yao ni ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The poor in spirit, wale walio maskini katika and roho, those who recognize they have a need of God's help. ni wale ambao wanatambua kwamba wako na hitaji, wanahitaji Mungu. Those who have a need, they realize that whatever in their state, they cannot help themselves. They recognize we need God's help
Ni wale ambao wametambua ya kwamba jinsi walivyo hawawezi peke yao, wanahitaji msaada kutoka kwa Mungu. The worldly standard or the contrast of that is pride. Na kinyume cha hiyo ni kiburi. And personal independence. Hii inaweza kufanya, this one I can do. Hali ya kujitegemea, kusema ya kwamba hii nitaweza tu mwenyewe. My career, my business, this one I can solve. Ya kwamba biashara yangu na kazi yangu inaweza shughulikia hili. They are not dependent on God. Hawategemei Mungu. But the Lord is saying, lakini Bwana anasema, the humble in spirit, kwamba wale walio wanyenyekevu katika roho, those who are poor in their spirit, wale walio maskini katika roho, there is a reward for them. Kuna thawabu kwao. They are the ones who seek God. Ni wale ambao wanatafuta Mungu. It may be that it is so difficult, inaweza kuwa ni ngumu sana, but they depend on God. lakini wanamtegemea Mungu. They live not on their own understanding. Hawategemei fikira zao. In all their ways they acknowledge God. Katika njia zao zote wanatambua Mungu. Sometimes you are in a vehicle and they tell you, cool, normally the professional driver is in control. Professional driver is in control. Wakati mwingine uko katika gari na unaambia dereva hodari yuko katika. They are telling you your health is in that professional driver, so the accident will not be there. But those professional drivers, we have had accidents. Wanakuambia ya kwamba ukaweza kumtegemea yule dereva, lakini wao madereva wamesababisha ajali. So depend on God. Kwa hivyo tegemea Mungu. Seek God. Tafuta Mungu. Lean not on your own understanding. Usitegemea mawazo yako mwenyewe. Know that at the end of this life, ujue ya kwamba baada ya maisha haya, there is another life. Ya kwamba kuna maisha And mengine. the king on that side, his name is Jesus Christ. Na mfalme ambaye yuko upande ule mwingine anaitwa Yesu. All that we have on this life will end. It is the one that will invested in God through Christ Jesus. Na yale ambayo yataweza kubaki ni yale ambayo tumeweza kuwekeza katika Kristo Yesu. So how do we develop the spirit of humility? Je, tutakuzaje roho ya unyenyekevu? James chapter number 4, verse number 7 to 10. Yakobo 4 mstari wa 7 hadi 10. And this is what the Bible says. Andiko inasema hivi: Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Nyenyekea kwa Mungu, kataa shetani na ataweza kukutoroka. Then the next one, draw near to God and he will draw near to you. Na inayofuatia inasema kwamba songea Mungu na pia ataweza kukusongea. Bless your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Jitakazeni nyinyi wenye dhambi na nyinyi walio na nia mbili. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Mnyenyekee na mkaweze kuomboleza, wacha furaha yenu ikaweze kugeuzwa kuwa huzuni. Humble yourselves. Nyenyekeeni. You see that word? Humble yourselves in the sight of the Lord and he shall lift you up. Nyenyekeeni mbele za Mungu na ataweza kuwainua. So the way to inculcate the spirit or the grace of humility is in James chapter number 4 verses 7 to 10. Humble yourselves in the sight of the Lord. Do not be proud. Do not try that you can do it on your own. Humble yourself and depend upon him and the Lord shall lift you up. Na njia ya kukuza roho ya unyenyekevu ni katika kitabu ya Yakobo 4 na ukaweze kumtegemea Mungu peke yake. Number 2. Ya pili. Step number 2 in this divine steps to ultimate spiritual life is penitence. Penitence means hatua ya pili ni kutoa toba. That's right. And that can also be called mourning for sin. Mourning for sin. Mourning. Na inaweza kuitwa kuomboleza kwa ajili ya dhambi. Yes, in verse number 4 Jesus said, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Inasema ya kwamba wamebarikiwa wale wanaoomboleza kwa sababu wataweza kufarijiwa.
Brethren, there are circumstances that come in our lives. Wapendwa, kuna hali zinazokuja katika maisha yetu. And many times they are a wake-up call. Na mengine ni ya kutuamsha. So that we are able to come to the reality. Ili kwamba tukaweza kunena hali ya uhalisi. Things like spiritual, emotional, or financial loss. Mambo kama kupoteza kiroho, kupoteza kifedha, vitu kama hivyo. Resulting from the consequences of sin. Ambayo yanatokana na dhambi. Should lead one to mourn. Hayo yanafaa kuelekeza mtu kuomboleza. And long for God's forgiveness and healing. Na inafaa kufanya mtu akaweza kutamani Mungu akaweze kumsamehe. There are many that maybe you and me can testify of an occasion where you lost opportunity because of sin. Na kuna wakati unaweza sema ya kwamba ulipoteza nafasi kwa sababu ya dhambi. People lost their position in authority, maybe even their job because of a sin they have committed. Kuna watu wamepoteza kazi kwa sababu ya dhambi wametenda. It could be corruption, it could be anything. Pengine ni ufisadi ama kitu chochote kile. People have lost opportunities. Watu wamepoteza fursa. And that should make you to see if the sin is their way out of sin. Na inaweza ikakufanya ukaelewe ya kwamba kama ni dhambi, je, kuna njia ya kutoka kwa dhambi? So that you can be able to turn to the Lord of glory. Ili kwamba ukaweza kumgeukia Mungu wa utukufu. And mourn for your sin. Ili ukaweza kuomboleza kwa sababu ya dhambi zako. In the book of 2 Corinthians chapter number 7 verse number 10. Katika kitabu ya Wakorintho wa pili 7 verse number 10. Aya 10. This is what the Bible says. Biblia inasema hivi. We have two kinds of sorrow. There's godly sorrow and earthly sorrow. Tuna aina mbili ya huzuni. Kuna huzuni wa kiungu na ya kidunia. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Huzuni wa kiungu inaleta toba ambayo inadumu, lakini huzuni wa dunia inaleta kifo. So there is godly sorrow. Kwa hivyo kuna huzuni wa kiungu that takes you to God. Ambayo inakuelekeza kwa Mungu. And you are coming because you have seen there is sin. Unakuja kwa sababu umeona dhambi. And you believe the Lord to deliver you from that and to heal you. Unaamini Mungu akaweza kukukomboa na kukupona. That turning to God in repentance is a godly sorrow. Na kurudia Mungu kwa toba ni huzuni wa kiungu. Let me say this, if you read the book of Judges, na wacha nikwambie hivi, unaposoma katika kitabu cha Waamuzi, you will see the life of the people of God is like a mountain and the valley, mountain and the valley, mountain and the valley. Utaona maisha ya watu wa Mungu ni kama ni mlima na mabonde, mlima na mabonde. At one time they are on the high spiritual level, they are very hot before the Lord. Kuna wakati wako katika hali ya juu sana katika maisha yao wa kiroho. And the other time they are down in the valley, so cold. Kuna wakati ambapo wako chini, wako na ubaridi mwingi. And when they were on the mountain, when they were on the spiritual mountain, na wakati walipokuwa kwenye mlima wa kiroho, it was because their relationship with God was good. Ni kwa sababu uhusiano wao na Mungu ulikuwa mzuri. They lived in humility before they mourned for their sins. Walikuwa wanaishi katika unyenyekevu na waliomboleza kwa sababu. And they would also get victory whenever they go to war. Na wangeweza kupata ushindi wakiwa vitani. God was in their midst. Mungu alikuwa katikati yao. God was manifesting himself in their midst. Mungu alikuwa akijidhihirisha katikati yao. But then they would turn away from the Lord. Na wakati mwingine wangemgeukia Mungu. And then they get themselves involved with the lives of the people around. Wangeweza kujihusisha na mtindo wa maisha ya watu ambao ni wa karibu. They will go in idolatry. Wangeenda katika kuabudu sanamu. And at that time God, the presence of God will depart from them. Na wakati huo uwepo wa Mungu ungewatoroka. And the enemy would come and defeat them. Na adui angekuja na kuwapiga. Serpents would come in their midst and bite them. Na pia nyoka zingekuja katikati yao na kuwauma. But in that state, na katika hiyo hali, when they turn to God, walipomgeukia Mungu in repentance, katika toba, they mourn for their sin. Wakaomboleza kwa sababu ya dhambi And zao. told God that, Lord, to you have we sinned. Na wakamwambia Mungu ya kwamba kwako wewe tumetenda The dhambi. Lord will come and forgive their sin. Bwana angekuja na kusamehe dhambi zao And heal their land. na kuponya nchi yao. So the Lord is calling us. Kwa hivyo Bwana anatuita They that mourn, wale ambao wanaomboleza, they have a reward.
wako na thawabu, and their reward is they shall be comforted. na thawabu yao ni kwamba wataweza kufarijiwa. Hallelujah. Haleluya, They shall be comforted. wataweza kufarijiwa. Let's read the book of 2 Corinthians chapter number 1. Tusome katika kitabu cha Wakorintho wa pili wa kwanza Verses 3 to 4. mstari wa 3 hadi wa 4. Verses 3 to 4. Mstari Chapter number wa 1. Yeah, you are right. Blessed be God, even the Father of our Lord and Savior Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Abarikiwe Mungu Baba wetu ambaye ni Baba wa rehema na Mungu wa faraja, Who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God, the God of all comfort. Mungu wa faraja. He is the one who's going to comfort them on us. Yeye ndiye atakaye wafariji wanaomboleza, Because when their sins are forgiven, wakati ambapo dhambi zao they will zitasamehewa, see the victory of the Lord. wataona ushindi wa Bwana. Hallelujah. How do we inculcate this grace of mourning? Je, tunakuzaje neema ya kuomboleza? One of the scriptures is James chapter 4 verses 7 to 10. I think that one we already read. Katika kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 7 tumesha soma tayari, But you can also read the book of Psalms chapter number 51. na unaweza kusoma katika kitabu ya Zaburi 51. There David is repenting Hapo Daudi anatoa toba after he had committed adultery with the wife of Uriah, wakati ambapo alikuwa mezini na mke wa Uria, and also killed or organized for the killing of the husband called Uriah. na pia kupanga njama ya kuua mumewe aitwaye Uria, Then he was confronted by the prophet of God. na pia akaweza kukabiliwa na mnabii wa Mungu. And David cries, if you read that scripture, one of the word that he used there is, to you alone have I sinned. Na jambo ambalo neno ambalo anatumia ni kwamba ni kwako wewe nimetenda He dhambi. even realized that in his heart there was no joy. Restore unto me the joy of your salvation. Akagundua ya kwamba ndani yake hakukuwa na furaha tena, anasema niregeshee furaha ya wokovu wako. He realized with the sin there was no Holy Spirit in him. He said, restore unto me thy good spirit. Na akagundua ya kwamba na dhambi roho haikukuwa ndani yake, na akasema niregeshee roho wako He mtakatifu. even says that God, you desire truth in the inward man. Na akasema ya kwamba Mungu unataka haki katika mtu wa ndani, Purity of heart. na utakatifu wa moyo. He is repenting. Anatubu, He is mourning for his sin. anaomboleza kwa sababu ya dhambi zake, The Lord God restored David. na Bwana akaweza kumregesha. It is possible to mourn. Inawezekana You kuomboleza. don't have to be told that you have done this and that and that. No, you know yourself. You can mourn and God can restore you. Sio lazima uambiwe ya kwamba umetenda hiki na kile, unaweza omboleza na Mungu akakuregeshe. The Lord is a good God. Bwana ni Mungu mwema. So they that mourn shall be comforted. Kwa hivyo wanaoomboleza wataweza kufarijiwa. Let me finish with my last point today. Na wacha nikaweze kumaliza na jambo la mwisho. The third step in this our step upwards toward the divine life Hatua ya 3 katika hatua hizi za maisha ya kimungu is meekness. ni upole. Meekness, upole. Upole. This meekness Upole huu symbolizes the birth of a new spirit. hiyo inaonyesha kuzaliwa kwa roho mpya. That's right. The spirit of Christ. Na ni roho wa Kristo. Jesus said, I am meek, I'm gentle. Yesu akasema ya kwamba mimi ni mpole. So for you to have the meekness, Kwa hivyo ili kwamba ukaweze kuwa na the upole, spirit of Christ, roho wa Kristo, the spirit of meekness roho wa upole must be on the inside of you. lazima ikuwe ndani yako. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Wamebarikiwa walio wapole kwa sababu watarithi ardhi. So the meek ones have a reward before God, and their reward is they shall inherit the earth.
Wale walio wapole wako na thawabu na thawabu yao ni kurithi ardhi. Listen to this. Sikiza hii. The meek are, the other word for meekness is gentle. Na neno lingine la upole ni upole. Neno lingine ya upole ni upole. Ni sawa, gentle and meekness. All right, that's right. Those who do not assert themselves over others in order to further their own agenda. Wale ambao hawakandamizi watu wengine kwa ajili ya faida yao wenyewe. That's right. And they do it in their own strength. Na wanaifanya kwa nguvu zao. But who will nonetheless inherit the earth? Even though they are done all the way like that, these guys will still inherit the earth. Even if you nyanyasa them, they will still inherit the earth because God has ordained it for them. Hata unapowanyanyaza wanyonge na hata hivyo bado watarithi ardhi kwa sababu Bwana amewaweka. And God is giving them because their trust, their confidence is embedded in the Lord. Na Bwana anawapa kwa sababu nguvu zao iko katika Bwana. They know their direct income is not from man, is with God. Wanajua msaada wao unatoka kwa Mungu. They can able to confess, they are able to confess, my help is in the name of the Lord, the maker of the heavens and the earth. Anaweza kukiri ya kwamba msaada wangu unatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. God can use you to bless me, but I know God has used to you. It has come from the Lord. Bwana anaweza akakutumia ukaweze kuwa wa baraka kwangu, lakini ni Bwana ndiyo ameweza kunibariki. Those are the meek. Hao ndio wale walio wapole. He may be a man of authority, but he will not use authority for evil gain. Hata anaweza kuwa mtu mwenye ako na cheo, lakini hatatumia cheo wake kwa sababu ya uovu. Because he's righteous, when he reigns, the people rejoice. Kwa sababu yeye ni mwenye haki, anapokuwa kwenye uongozi watu wanafurahia. He symbolizes the reign of the God that he serves. Yeye anaonyesha ufalme wa Mungu anayetumikia. He knows he will not lean on any other understanding, he will trust in the Lord. Anajua ya kwamba hatategemea mtu yeyote, lakini atategemea Mungu. They who trust upon the Lord are like Mount Zion. Wale wanaomtegemea Bwana ni kama mlima wa Sayuni, which shall not be removed, ambao hawawezi wakaondolewa, abides forevermore. ambao inadumu milele. So my brother, my sister, Kwa hivyo dada yangu, ndugu yangu, if you are in a position, kwa hivyo kama uko katika cheo, use it for the glory of the name of the Lord. ukaweze kuitumia kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. I remember some time back somebody said, Na ninakumbuka pale nyuma mtu akasema, we have wonderful certificates. na kwamba tuko na vyeti vya ajabu, Awards and rewards have been given to us. tuko na thawabu ambazo tumeweza kupewa. We have laminated them and kept them in wonderful files. Tumeweza kuziweka vizuri na kuzipanga kwenye faili. But one of these days, Lakini siku moja they shall have no value. hazitakuwa na maana. When you are told that we are so grateful for the service you have offered, Wakati utakapoambiwa ya kwamba tunafurahia kazi ambayo and umetufanyia, now you must go because the time has come. lakini hata hivyo lazima ukaweze kwenda kwa sababu muda Someone umewadia. else is taking your office. Mtu anachukua nafasi yako. But as you go outside there, Lakini unapokwenda pale you are going to meet these Kenyans and these people that all along you are sitting on them and telling them, don't you know who I am? utakuwa unaenda kukutana wale ambao kila mara ulikuwa unaambia mnanitambua mimi ni nani. And this time they're the ones who are going to meet you. Na wakati huo ni wao watakao kutana na And wewe. they also tell you, don't you know who we are? Na watakuambia, je, hatujui sisi ni akina We nani? are the ones that you really want to associate with. Ni sisi ndio ambao hukutaka kuungana nasi. We can give a social Na distance. sisi pia tuta keep social distance. Hallelujah. Hallelujah. Use your position, the grace God has given to you for the honor of His name. Tumia fursa ambayo Bwana amekupatia kwa ajili ya utukufu wa jina The lake. meek know one thing, Wapole wanajua jambo moja, that all things work together for good. ya kwamba mambo yote yanatendeka kwa wema. To them that love the Lord and are called according to His good purposes. Kwa wale wanampenda Bwana na wameitwa kwa kulingana na mapenzi If you yake. push them to one side, Ukiwasukuma kuelekea upande you mmoja, are probably pushing them to where they ought to be. unawasukuma kwenda kwenye wanastahili kuwa. If you restrain them, Na ukiwakataza mahali you are pamoja, probably telling them that this
la The meek kuvumilia. have their confidence in God. Wale walio wapole wako na ujasiri wao katika Bwana. They trust Him. Wanamtumainia. Let me read the book of Psalm chapter number 37 and then I'll be through. Wacha nikaanze kusoma katika kitabu cha Zaburi 37 na nitakuwa nimemaliza. Verses 5 to 11. Katika mstari wa 5 hadi wa 7. Hallelujah. Hallelujah. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Commit your ways. Weka njia yako. The meek, they look to God, they commit their ways to God. Wapole wanaweka njia zao mbele za Mungu. They trust Him, Wanamtumainia. and the Lord shall bring it to pass. Na Bwana anaitimiza. And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, which means be still in the Lord, established, grounded, rest in the Lord, Tulia katika Bwana and wait patiently for Him. na ukaweze kumngojea, The meek will wait. na wapole It watangojea. may be that it has to take some time, Inaweza kuwa itachukua muda, but they trust Him, it is coming to pass. na wanaamini kwamba itakuja kutimia. Fret not thyself because of him who prospers in his way. Usijisumbue kwa sababu ya yule anayenawiri kwa njia yake. They that use their power, their office to prosper. Wale wanaotumia nguvu zao kunawiri. Fret not Usiogope because of the man who bringeth wicked devices to pass. kwa sababu ya yule anaofanya mambo maovu. When they want to do what they want to do, they can kill. Wanapotaka kufanya kile wanachotaka kufanya, wanaweza ua. If they want their business to prosper and you are telling to them, they can even ban you your business. Wakitaka biashara yao ifanye vizuri na wewe ni changamoto kwa, wanaweza wakachoma They biashara can yako. even rob the entire shop Hata wanaweza iba kila kitu kwa duka, because they want to prosper. They use their own way. kwa sababu wanataka kunawiri. Verse number 7. Mstari wa 7. Because of the man who bringeth the wicked devices to pass. His job is just to bring the wicked devices to pass. Yule anayefanya mambo maovu. Verse number 8. Mstari wa 8. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, Lakini wale wanaomngojea Bwana, they shall inherit the earth. wao watarithi ardhi. The meek that look to God, that trust in the Lord, they shall have a reward, and their reward is inheritance of the earth. Na wale wapole ambao wanamtazamia Bwana watarithi ardhi. Verse number 10. Mstari wa 10. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yeah, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. Yes. Amen. Continue. 11. Now listen. But the meek, Lakini wapole, the meek, they that have the Spirit of Christ, the meek shall inherit the earth, na wale wapole watarithi ardhi, and shall delight themselves in the abundance of peace. na watafurahia amani tele. Hallelujah. Haleluya. The Lord is wonderful. Bwana ni mwema. He says the meek shall inherit the earth, Na wanasema ya kwamba wapole watarithi ardhi, and they shall enjoy abundant peace. na wataweza kufurahia amani. Maybe you are here, Pengine uko hapa, and you know before you got born again, unajua ya kwamba kabla uokoke, how you used to be tormented, jinsi ambavyo ulikuwa unateswa, even with nightmares and funny dreams. hata katika ndoto mbaya mbaya. But since you came to the Lord, Lakini ulipomkujia you Bwana, have abundant peace. uko na amani tele. You can go to bed and lie down Unaweza enda kwenye kitanda na kulala, and sleep, and when you wake up, you wake up. uamke, na ukiamka umeamka. Sometimes when you are not having peace, you go to bed, and when you wake up more tired than the time before you went to bed. Wakati ambapo huna amani, unaamka kama umechoka kuliko vile ulienda kitandani. You are fighting spirit, wicked spirits. Unapigana na roho chafu. You are even fighting. Sometimes you dream that somebody is chasing with a panga, and you wonder, and when you wake up, you thank God, oh, thank God, it was just a dream. But you wake up even you are sweating. Na wakati mwingine unaota ya kwamba kuna mtu anakufuata na panga, na unaamka kama unatoa jasho. The meek have the Spirit of Christ. Na wale wapole wako na roho wa And Kristo. God promises them peace. Na Bwana anawaahidi amani. Today you are in this meeting. Na leo hii uko katika mkutano huu. Are you a meek person?
Je, wewe ni mtu mpole? Have you gone through these 3 steps that we have shared today? Je, umepitia hatua hizi 3 ambazo tumeweza kushiriki? Has your heart been poor, longing for God's intervention? Je, moyo wako umekuwa maskini ukitamania msaada kutoka kwa Mungu? Have you mourned for your sins, for God's intervention to save you? Je, umeweza kuomboleza kwa sababu ya dhambi zako ili Bwana aweze kukuokoa? Do you have the spirit of Christ, spirit of meekness? Je, una roho wa Kristo ambaye ni roho wa upole? If you don't have, if you have never reached this point, Na kama hujaweza kufikia hatua I will surely give you opportunity. nitaweza kukupa fursa, Especially in view that Jesus is coming back. kwa aswa kulingana na masuala kwamba Kristo anarudi, So that your labor will not be in vain. ili kwamba kazi yako isikuwe bure, So that you're not a fan but a participant in the kingdom. ili kwamba usikuwe shabiki lakini ukaweza kuwa mhusika katika ufalme. And you who is the meek, who have suffered for the sake of God's righteousness, Na wewe ambaye ni mpole, ambaye ameweza kuteseka kwa sababu ya haki, I want to encourage you. ninataka kukutia moyo. Hold on to Jesus. Shikilia Yesu. It may be that it will not happen today. Pengine haitaweza kufanyika leo hii, Maybe the answer will not come tomorrow. pengine jibu itakuja kesho, But be sure this one thing. lakini jua jambo The moja, God whom you have submitted yourself to, ya kwamba Bwana ambaye umenyenyekea mbele yake, He is faithful. yeye ni mwaminifu And He will bring it to pass. na ataweza kuitimiliza. In His time, He will bring it to pass. Kwa wakati wake ataweza kuutimiliza. So keep praying. Kwa hivyo endelea kuomba, Keep believing Him. endelea kumwamini, Keep expecting from Him. endelea kutarajia kutoka kwake, And the Lord to whom you are expecting from na Bwana ambaye unatarajia kutoka kwake will surely show up ataweza and kukuonekania bring the answer. na kuletea